Okay, kuna vitu vingi sana vya kushangaza kutoka kwa Ed Sheeran, na moja ya jambo kubwa ni kwamba mwanamuziki huyu pamoja na mafanikio yake na ukubwa wake alionao duniani, yeye sio mtumiaji wa simu kabisa. Kuna kipindi anakuwa hayupo na simu kabisa. Nadhani utakuwa umewahi kusikia jambo hili, lakini kama hujasikia basi ndo nakwambia hivi. Lakini jambo kubwa ambalo amekuja nao Ed Sheeran ni kuja na albamu ambayo yeye pia hatakuja kuisikiliza, kwa maana kwamba albamu hii itatoka mara baada ya yeye kufariki. Ed Sheeran amefichua kwamba albamu yake itakayotolewa baada ya kifo chake iitwayo Eject imepangwa kwenye uhusiano wake na mke wake Cherry Seaborn, ndiye atakayechagua nyimbo zitakazojumuishwa kwenye albamu hiyo. Akizungumza na Zenlo wa Apple Music, Sheeran alisema albamu hii itajumuisha nyimbo alizoandika kuanzia akiwa na umri wa miaka 18 hadi pale atakapoondoka duniani, na Cherry atachagua nyimbo 10 bora zaidi. Sheeran aliongeza kuwa hakutaka watu wasio wa karibu wachague kazi zake na kutoa albamu hii bila mipango. Sitaki mtu aje achanganye kazi zangu na kutoa albamu, nataka iwe imepangwa mapema. Albamu ya Eject itafuata mfululizo wa albamu zake mpya yenye majina yanayohusisha na vitufe vya rekodi: play, pause, fast forward, rewind na stop. Ingawa Stop inaonekana kama albamu ya mwisho kwa mtazamo wake, Sheeran alisema atabaki kuunda muziki zaidi, lakini albamu hizo zitakuwa na mpangilio maalum kama vile Jay-Z alivyofanya na The Black Album. Ed Sheeran pia alilinganisha mpango huu na mfano wa Paul McCartney, akieleza kwamba baadhi ya mashabiki wake watapata albamu ya Eject kuwa ya kuvutia sana, ingawa wengine hawataipenda. Sasa hili jambo kiukweli mimi limenishangaza. Swala hili kwa Ed Sheeran nalifananisha na issue ya filamu ambayo imetengenezwa mwaka 2015 lakini inatarajiwa kutokuonekana na mtu yoyote duniani mpaka itakapofika mwaka 2115. Filamu hiyo inaitwa 100 Years au The Movie You Will Never See. Ni filamu iliyotengenezwa na mkurugenzi Robert Rodriguez na mwigizaji John Malkovich. Iliandaliwa mwaka 2015 kama nilivyokuambia, na imehifadhiwa kwenye kifaa maalum cha chuma kisichoharibika. Imewekwa tarehe ya kuachiliwa mwaka 2115 baada ya miaka 100 tangu ilipotengenezwa, na kwa sasa hakuna mtu aliyeiona, na itaonyeshwa tu kwa vizazi vijavyo, na maanisha mwaka 2115. Filamu hii kwa nilivyochimba nikagundua kwamba maudhui yake yamelenga kuonyesha madhara ya teknolojia baadaye, uhaba wa watu, maana inasadikika hapo mbeleni miaka hiyo kutakuwa na watu wachache zaidi duniani. Kwa hiyo hii filamu huenda imezungumzia miaka hiyo ya 2115 na zaidi, namna ambavyo hali itakuwepo, madhara ya teknolojia. Kama tunavyoona teknolojia imekuwa kwa kiasi kikubwa, lakini kila mtu anasema kwa namna yake kwake. Yote haya mimi nikiwa nimekuletea wewe pia uniambie una mtazamo gani kwenye haya. Tuambie hapa chini kwenye comment, tutakometisha noma. Hii ni Mtito Media. Ukitaka kuwa mwanafamilia wetu hakikisha umesubscribe, umebonyeza alama ya kengele, lakini pia umeendelea kushare na washikaji zako ili wafuatilie Mtito Media. Ciao.